Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amewasili nchini India kwa ziara ya kiserikali ya siku 2. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amevunja itifaki ya kukutana na kiongozi wa Urusi ambaye anamuita rafiki yake binafsi aliposhuka. Putin alikuwa na chakula cha jioni cha faragha na Modi siku ya Alhamisi jioni kabla ya mazungumzo ya ngazi ya juu ya viongozi hao siku ya leo Ijumaa. Ziara hiyo imepangwa kujumuisha majadiliano juu ya ushirikiano katika sekta ya ulinzi na anga pamoja na mazungumzo juu ya utengenezaji wa pamoja wa ndege za kivita za Sukhoi Su-57. Hata hivyo, miongoni mwa mambo muhimu ambayo sasa India inahitaji kutoka kwa Urusi ni kutumia dola trilioni 4 na bilioni 900 kupata nyambizi za nyuklia kutoka Urusi sambamba na mfumo wa ulinzi wa anga S-400 na S-500. Shirika la habari la Bloomberg limeripoti kuwa India imekubali kulipa takribani dola bilioni 2 sawa na trilioni 4 na bilioni 900 kukodisha nyambizi za mashambulizi ya nyuklia kutoka Urusi na kuhitimisha karibu mwongo mmoja wa mazungumzo wakati Rais Putin akiwa nchini India. Mazungumzo juu ya ukodishaji huo yalikwama mara kwa mara juu ya kutokukubaliana kwa bei, vyanzo vilisema vikiomba kutotajwa kwa kuwa mashauriano hayo yalikuwa ni asiri. Nchi hizo mbili sasa zimekamilisha masharti huku maafisa wa India wakitembelea kituo cha meli cha Urusi mnamo Novemba kukagua maendeleo katika kituo cha uzalishaji wa nyambizi. Waliongeza, Urusi inashirikiana kikamilifu na India katika uwanja wa ulinzi na inashiriki teknolojia nayo, Rais Vladimir Putin alisema katika mahojiano na shirika la habari la India Today. Hatuuzi tu teknolojia, tunashiriki, na hilo ni jambo la nadra sana kuona katika nyanja ya ushirikiano wa kijeshi na kiufundi, mkuu wa nchi hiyo ya Urusi alisema. India inasimama nje kama mmoja wa washirika wetu wa kutegemewa na waliobahatika katika eneo hili. Tuna jalada pana kwa kweli, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa majini, uhandisi wa roketi na makombora na uhandisi wa ndege. Putin pia aliongeza kuwa India ni mojawapo ya washirika wa kutegemewa na hasa wanaoaminika wa Russia katika sekta ya ulinzi. Ni kiwango tofauti, ubora tofauti na uhusiano tulionao na India na tunathamini hii. Tunaona jinsi India inavyothamini uhusiano huu pia, alisema Putin. Alipoulizwa ni lini India inaweza kutarajia kuwasilishwa kwa mifumo ya ulinzi wa anga ya S-400 na S-500 pamoja na wapiganaji wa kizazi kipya wa Su-57, Putin alisema kwa mzaha, unaonekana kuwa mtaalamu wa suala hilo, kana kwamba tunashiriki katika mazungumzo ya ushirikiano wa kijeshi na kiufundi. Alimalizia hivyo Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Hata hivyo, Putin ambaye atakuwepo nchini India, kuna mambo mengi ambayo yatazungumzwa kati yake yeye na Modi, na kutakuwa na mazungumzo ambayo sana yatakuwa yakizungumzia masuala ya biashara, hasa mafuta pamoja na gesi, ambapo mataifa kama vile Marekani yalizuia New Delhi kununua mafuta kutoka nchini Urusi kama sehemu ya kuweka vikwazo dhidi ya Urusi. Lakini hili halikuizuia India kuachana na mpango wake wa kununua mafuta kutoka nchini Urusi, kwani wana uhusiano wa siku nyingi. Putin na Waziri Mkuu Narendra Modi walianza mazungumzo yasiyokuwa rasmi katika makazi ya kiongozi wa India huko New Delhi baada ya kuwasili kwa Rais Putin. Putin na Modi walisafiri pamoja kutoka uwanja wa ndege hadi kwenye makazi ya waziri mkuu huyo huko New Delhi kwa gari rasmi la Modi. Viongozi hao wawili sasa wataanza mazungumzo yao kuzungumzia ziara hiyo. Mkutano usio rasmi, matukio rasmi ya itifaki ya ziara ya serikali yataanza siku ya leo ya Ijumaa. Hata hivyo, msaidizi wa rais wa Urusi Yuri Ushakov alisema mjadala huu unaweza kuchukuliwa kuwa tukio muhimu la safari, kwani mazingira hayo yasiyokuwa rasmi kwa kawaida hushughulikia masuala muhimu na nyeti zaidi. Modi alitembelea Urusi mwaka uliopita wakati ambapo Putin alimkaribisha kwa njia isiyo rasmi katika makazi yake ya Novo-Ogoryovo katika mkoa wa Moscow. Viongozi hao wawili walishiriki chai. Rais wa Urusi akampa waziri mkuu wa India mkokoteni wa umeme na kwa pamoja walitazama onyesho la farasi na kuwalisha wanyama. Tangu mwaka 2022, Rais wa Urusi Vladimir Putin hakufanya ziara yoyote kwenda nchini India baada ya kuanza kwa vita kati yake na Ukraine. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.